Historia ya hayati mchungaji Askofu Daktari Emmanuel Lazaro. Ni askofu mkuu wa kwanza Mwafrika wa TAG. Kama kiongozi wa kiroho, kwanza alikuwa ni mtu ambaye ana upendo kwa watu. Alipenda watu, alikuwa na ushirika mzuri na watu, na alipenda kuwa karibu sana na watu. Bila yani pamoja na ile heshima yake kwamba ni askofu, lakini alikuwa ni mtu wa kujishusha sana sana tu na kuwachukulia watu kama jinsi ambavyo walivyo. Mchungaji Daktari Askofu Emmanuel Lazaro ni shujaa wa imani, mtumishi wa Mungu aliyegusa mioyo ya watu wengi kwa maisha yake ya utakatifu, huduma bora na upendo wa kweli kwa Mungu na watu wake. Alikuwa baba, rafiki, kiongozi mpendwa wa familia na jamii kwa ujumla, aliyeacha alama isiyofutika katika maisha ya wengi. Ndugu zangu, tuliposikia habari za kuondokewa na ndugu yetu Dr. Emmanuel Lazaro, kwangu mimi nilijisikia sana maumivu, kwa sababu kibinafsi sana alikuwa ni rafiki wa karibu. Nimekuja mara nyingi kumuona na pia kuona familia, na kusema kweli nilimfurahia sana mambo ambayo alinikumbusha tukiongea mambo yale ya mwanzo ya Upentekoste, ambayo sasa hivi tunaona kama injili inaanza kuchachuliwa vile. Hayati Askofu Lazaro alizaliwa tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 1937 katika kijiji cha Modio, kata ya Masama, wilaya ya Hai, mkoani Kilimanjaro. Alikuwa mtoto wa kwanza kati ya watoto 10 wa mzee Kundandumi Lazaro. Alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Masama. Baada ya hapo, aliamua kujiendeleza kimasomo katika fani ya uhasibu na kuhitimu mwaka 1958 huko Mombasa nchini Kenya. Akiwa Mombasa alijiendeleza zaidi kimasomo, na huko ndiko alipopata kazi yake ya kwanza ya katibu muktasi mpaka kipindi cha vita ya Mau Mau, ambapo ilimlazimu kurudi Arusha na kuendelea na kazi hiyo hiyo. Maisha ya ndoa na familia. Hayati alifunga ndoa na Bi Eva Grace mwaka 1958 na waliishi katika ndoa ya furaha na amani hadi mkewe alipofariki tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2017. Siku na mwezi sawa na alivyotuacha hayati mchungaji Daktari Askofu Emmanuel Lazaro. Mungu aliwabarikia kwa watoto 7, ambapo 2 wameshatangulia kuishi na Bwana na 5 bado wako hai. Kupitia wao wamepata wajukuu 17 na vitukuu 4. Katika familia hiyo wametokea wachungaji 7, wakiwemo watoto wa hayati na wakwe waliooa au kuolewa na watoto wake. Mtoto wake wa kwanza wa kike aliolewa na askofu mkuu wa TAG, mchungaji Daktari Barnabas Mtokambali. Maana ndio alikuwa kumbukumbu kweli kweli na mambo mengi. Jambo la kwanza, baba yangu alikuwa ni mtu wa imani sana. Alikuwa ni mtu wa imani mno. Yaani akisema kitu kwamba kitatendeka, kitatendeka. Alikuwa sio mtu wa kutetereka. Imani yake aliisimamia kweli kweli. Na pia alikuwa sio mtu wa kukata tamaa. Yaani alikuwa hakati tamaa. Aliamini ya kwamba kanisa hili la KRT litaisha. KRT litaisha. Pesa itatoka wapi haijulikani, lakini ile imani yake na kutokukata tamaa ilifanya kazi. Kwa hiyo tulijifunza sana kwa baba kwa habari ya imani yake na kutokukata tamaa. Na jambo lingine, alikuwa ni mtu wa maombi. Baba alikuwa ni mtu wa maombi sana, na alitufundisha maombi, kufunga na kuomba.
Alianza kutufungisha tukiwa wadogo, sio ilikuwa la pili, sio la tatu. Tulikuwa tunafunga mwisho mpaka saa 6 mpaka saa 7. Tukiona njaa anasema kuleni. Lakini yalitusaidia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliona kama tunalazimishwa. Lakini jinsi ambavyo tuliendelea kukua na kuolewa, yale maombi yamekuwa msaada sana katika maisha yetu. Maisha ya imani na Ukristo. Lazaro aliokoka mwaka 1957. Tangu wakati huo hakurudi nyuma katika safari yake ya imani. Maisha yake yalikuwa mfano wa kuigwa na wengi. Walimjua Yesu kupitia ushuhuda wake. Maono aliyoyapata siku anaokoka yalikuwa na mguso mkubwa sana kwake na kupelekea yeye kurudi Arusha mwaka 1958. Akiwa Arusha, alionana na mishonari wa kanisa la Swedish Free Mission aliyekuwa akihubiri wokovu. Aliupokea ujumbe wa wokovu na kubatizwa. Baadaye mishonari huyu alienda na mzee Lazaro kwenye mkutano Tabora, na huko ndiko alipojazwa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza na kunena kwa lugha mpya. Baada ya hapo, Askofu Lazaro akawa mtu wa kwanza kujielekeza kuwashirikisha watu wa Masama uamsho wa Kipentekosti. Mungu alimjalia vipawa vyote 5 vya huduma, ambapo kila huduma ungeweza kuiona wazi. Huduma hizi ni ualimu, uinjilisti, uchungaji, unabii na utume. Huduma zote hizi alizitumia na kusababisha maelfu kuja kwa Yesu. Aidha, Mungu alimtumia kwa nguvu kubwa katika huduma ya uponyaji, ambapo viziwi, mabubu, viwete, waliopagawa na mapepo walifunguliwa, na waliokuwa na mateso ya aina mbalimbali wote walifunguliwa. Shuhuda za huduma Nigeria. Alikwenda Nigeria kwenye semina ya wachungaji, na mhubiri wa semina hiyo alikuwa mchungaji Morris Serulo, ambaye alipata dharura ya kutoendelea kuendesha semina. Hivyo hayati akaomba aendeshe mkutano wa Injili. Jioni moja ya mkutano wa Injili waliletwa viziwi 250, na wote baada ya maombi walifunguliwa. Kesho yake watu walijaa kwenye mkutano mpaka serikali iliogopa na kuleta polisi, na shule ya mabubu na viziwi ilifungwa kwa sababu hakukuwa na viziwi wala mabubu kesho yake. Haleluya! Baada ya mkutano, watu walipokuja kutoka maeneo ya mbali walikuta mkutano umekwisha. Wakawa wakigusa vitambaa vya mkutano na mabango ya Yesu yuwai leo. Wakawa wakipokea uponyaji, na maelfu ya watu wasio na idadi waliokoka. Huduma yake ilianza rasmi mwezi wa 6 mwaka 1959 huko Modio, Masama, wilayani Hai, mkoani Kilimanjaro. Alijulikana kwa kauli yake maarufu yu hai leo, kauli iliyoambatana na miujiza mingi. Kwa ujumla, mzee huyu ni mwanzilishi wa Upentekosti Tanzania wenye ishara na miujiza. Akiwa katika huduma Mwanza chini ya mchungaji Magilali, alitumiwa na Mungu kumwombea mchungaji Askofu Daktari Moses Kulola. Akiwa naumwa, akaokoka na kuponywa kabisa na kuanza kuhubiri Injili kama mwinjilisti wa taifa. Hivyo, kupitia muujiza huo, nguvu ya Injili ya Kipentekosti ikapamba moto, na watumishi hawa wawili, mchungaji Askofu Daktari Emmanuel Lazaro na mchungaji Askofu Daktari Moses Kulola, hadi nchi ikatikisika. Mpaka anastaafu huduma mwaka 2019, alikuwa amefikisha miaka 60 ya utumishi na miaka 62 ya maisha ndani ya Kristo. Alifanya huduma katika mazingira magumu, akitembea kwa miguu masaa mengi, baiskeli na pikipiki. Mara nyingi kutoka mkoa wa Mbeya hadi Kilimanjaro katika kuelekeza majukumu yake. Katika kutekeleza majukumu yake ya kiaskofu, hayati alihatarisha maisha yake mara nyingi, kama kuwekwa gerezani, kuvamiwa na majambazi, kulishwa sumu, kutumia watu kumdhuru maisha, na vita nyingi za kichawi na kidini. Kuna msemo kuwa ukiona nyani mzee ujue amekwepa mishare mingi. Hakika hayati mchungaji Daktari Emmanuel Lazaro alikuwa shupavu wa imani na tutamkumbuka sana. Yule mzee kwa kifupi alikuwa na msimamo mzuri, hakuyumba
mambo ambayo niyaona maanake mimi niliingia kwenye uongozi ndio nimekutana na tatizo hilo. Sasa katika kumuona kwangu nimeona mzee ambaye ana msimamo wala hayumbi. Ndio. Nimeona ni mtu ambaye ana imani ya kumwamini Mungu. Nilikutana mambo mengi ambayo mzee alikutana nayo magumu na mepesi, lakini mzee sikumsikia lolote. Yeye alisimamia tu uongozi, katiba mpaka hapo anapomaliza. Ndio mimi namsifu kwa jinsi ya msimamo wake. Basi msimamo wa yule mzee, vijana wa siku hizi wanatakiwa kuwa na msimamo. Vijana wa siku hizi ni wengi wanayumba yumba. Ukitokea tatizo anaanza hili anaenda kule, lakini kwa kweli mzee yeye ametufundisha kuwa na msimamo usioyumbishwa na kitu chochote. Yule mzee alitokana maneno mengi magumu sana ambayo mimi nimeshuhudia sana, lakini hakuwahi kusema chochote. Alisimama tu katika maelekezo na uongozi wake kama askofu mkuu. Basi. Na neno gani la mwisho ambalo unaweza kuwaambia wana TAG kutokana na huu msiba mzito ambao umewapata? Tumesikitika kwa kumpoteza mzee wetu. Kwa kweli tulimpenda sana, lakini ametuachia pengo kubwa hata na ushauri, kutushauri na kutuelekeza. Hilo kweli kwa kweli tumemkosa mzee ambaye Bwana Yesu amempumzisha. Tunaamini kwamba na sisi tutaendelea kuwa na msimamo kama alivyokuwa nao. Kama askofu mkuu alituonyesha mfano mzuri, na tupasa sisi kama vijana tuige mfano wake ili Mungu aweze kutusaidia. Alihubiri hadi nguvu zilipomwishia. Hata hivyo, akiwa kitandani aliendelea na kazi ya Mungu. Mkutano wake wa mwisho wa hadhara ulikuwa Mto wa Mbu, Arusha, ambapo watu 200 waliokoka. Alisimikwa kuwa mchungaji wa TAG mwaka 1964 huko Mudio, Masama, na mwaka 1969 alifungua na kuchunga kanisa la kwanza la Mudio. Hayati alifungua na kuchunga kanisa la KRT kuanzia mwaka 1984 mpaka alipostaafu utumishi wake mwaka 2019. Hayati alichaguliwa kuwa askofu mkuu Mwafrika wa kwanza wa kanisa la TAG kuanzia mwaka 1967 hadi mwaka 1992, miaka 20 ya uaskofu. Hayati alifanya kazi ya Mungu ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Alisafiri na kufanya huduma katika mataifa kadhaa kama vile Marekani, Sweden, Denmark, Ujerumani, Nigeria, Sri Lanka, Canada, Kenya, Uganda, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Burundi na nchi nyingi barani Afrika. Shujaa wetu wa imani alijenga kituo cha uinjilisti Tagemi maalum kwa ajili ya kufundisha na kuwanoa wainjilisti kwa ajili ya utumishi. Kituo hicho alichokijenga alikitoa zawadi kwa kanisa la TAG ili kuendeleza maono hayo ya Injili. Shuhuda kuu za huduma. Daktari Lazaro alikwenda Nigeria kwenye semina ya wachungaji, na mhubiri wa semina hiyo alikuwa mchungaji Maurice Serulo, ambaye alipata dharura ya kuendelea kuendesha semina hiyo. Hivyo hayati akaombwa kuendesha mkutano wa Injili. Jioni moja ya mkutano wa Injili waliletwa viziwi 250 na wote baada ya maombi walifunguliwa. Baada ya kurudi madhabahuni juu, akawauliza watu, "Je, kuna aliyebaki hajapona nimponye?" Pale pale Mungu akamwambia, "Nitakuchapa kwa sababu umejivuna." Na alisema kweli, Mungu alimchapa. Alituambia tuwe makini sana wakati tunapoombea watu na wakapona. Tuache majivuno, maana anayeponya ni Mungu. Hasa wainjilisti vijana, kama alivyokuwa kipindi hicho alichofanya makosa. Kesho yake watu walijaa kwenye mkutano mpaka serikali iliogopa na kuleta polisi. Na shule ya mabubu na viziwi ilifungwa kwa sababu hakukuwa na viziwi wala mabubu kesho yake. Baadaye aliombwa kurudi tena Nigeria na Ghana, na katika mikutano yake ya Nigeria watu walipona wengi, viwete, viziwi, mabubu, mpaka akiwa kwenye madhabahu akamwona malaika akipita katikati ya watu na ikabidi ashuke chini kumfuata. Lakini kila alipokwenda kumfuatilia
anakuta kule malaika alipopita, kiwete anatembea, ananyosha magongo juu, na viziwi wanashangilia wamepona, na hakuweza tena kumfuatilia. Ikabidi arudi madhabahuni kumtukuza Bwana Yesu. Tanzania. Shuhuda nyingi ni zile za mikutano aliyoifanya mkoa wa Tanga Muheza, mkoa wa Arusha Merelani na Kilimanjaro Bonite. Aliwaambia makutano wasiondoke kwenye mkutano, wabaki na kusikiliza neno la Mungu. Mvua kubwa sana iliendelea kunyesha kuzunguka uwanja. Wakati huo wale waliokuwa ndani ya uwanja walikuwa salama mpaka alipomaliza mkutano na kurudi nyumbani, na mamia ya watu walimwamini Yesu. Mkutano mwingine wa miujiza ya ajabu ni ule mkutano wa Kondoa, kanisa alilokuwa anachunga mchungaji Douglas Moshi. Wakati wa mkutano, kila wakati waimbaji walipoimba, mapepo yalitimka sokoni, eneo mbali na mkutano. Watu wakawa wanakuja kuwaita wahudumu kwenda kuwachukua waliopagawa na kuwaleta kwenye mkutano ili waombewe, na watu wengi waliokoka na kumfuata Yesu. Tukuyu, Mbeya, Disemba mwaka 1976 ulifanyika mkutano mkubwa wa Injili. Maelfu ya watu walijaa. Wakati wahubiri wanaendelea, ghafla likatokea tetemeko. Watu wakaogopa sana. Kumbe nguvu ya Mungu ilikuwa imeshuka. Mara vipofu wakaanza kuona, viziwi kusikia, mapepo kutoka. Utukufu wa Mungu ulishuka. Mamia ya watu waliokoka. Mkutano unashuhudiwa mpaka leo. Tanga mjini, Julai mwaka 1973, katika viwanja vya Tangamano ulifanyika mkutano mkubwa sana wa Injili ambao mhubiri alikuwa mchungaji Askofu Daktari Emmanuel Lazaro. Muujiza wa kwanza ni wa mtu mmoja wa jamii ya Kihindi aliyekuwa akiishi barabara ya 11. Alikuwa kipofu kabisa. Aliponywa upofu wake na kuondolewa. Muujiza wa pili ni wa binti mmoja aliyekuwa anaitwa Penueli Efraimu. Wakati huo binti huyo alikuwa mdogo wa darasa la 6. Alipata changamoto, kutupiwa majini yaliyomfanya kushindwa kuendelea na shule. Askofu Lazaro akiwa Moshi, kabla hajaenda kwenye mkutano Tanga, Mungu alisema naye kuwa kwenye mkutano huko Tanga kutotokea mtoto atakayeokoka. Alipofika mkutanoni, kweli mkutano ulipoisha, alimfuata Askofu Emmanuel Lazaro kutaka kuombewa, na alipomwombea mapepo yakamtoka, na tangu siku hiyo aliponywa na kuokoka. Morogoro mjini mwaka 1975, chini ya mchungaji Petro Nguja, ulifanyika mkutano mkubwa sana ambao mhubiri alikuwa mchungaji Askofu Daktari Emmanuel Lazaro. Viwete na waliokuwa wamepinda miguu walifunguliwa, wenye shida ya mgongo, kichwa na matatizo mengine ya mwili waliponywa kwa wingi na kuokolewa. Mchango katika ujenzi wa makanisa. Hayati alijenga kanisa la kwanza la miti Mudio Masama mwaka 1963 baada ya vita kali ya kudhulumiwa kiwanja cha kanisa na wapinzani wa Injili. Mwaka 1971 aliona Biblia ya Wagideoni zikisambazwa bure kwa watu, ndipo akaguswa sana moyoni. Aliazimia moyoni kwa wivu wa kimungu na kuwa kama kuna mtu anasambaza Biblia bure duniani kote, kwa nini yeye asifanye jambo ambalo litagusa watu wa Mungu pia? Ndipo akapata maono ya ujenzi wa makanisa kwa fedha inayotokana na mapato binafsi. Mwaka huo huo alipata maono ya kujenga jengo kubwa la kanisa. Alisema kwa imani kabla ya kumaliza safari yake duniani atajenga kanisa ambalo litakuwa na uwezo wa kuingiza watu 5,000. Alianzisha ujenzi wa kanisa la KRT kwa kushirikiana na washirika wake. Kanisa hili lilikamilika kwa 100% akiwa na nguvu, ambalo lina uwezo wa kuhudumia watu 5,000 katika kumbi zake zote, na sisi sote ni wanufaika wa maono ya shujaa huyu wa imani leo. Hayati Askofu Lazaro alikuwa na maono ya kujenga makanisa 80 kabla hajaondoka. Hata hivyo, Mungu alimpa neema ya kujenga makanisa 13 ya viwango vya juu kwa fedha yake mwenyewe. Alikuwa akijenga kanisa, ananunua viti au mabenchi, madhabahu na vifaa vya ibada, umeme na maji na mahitaji yote muhimu. Hii ni nje ya michango yake ya ujenzi wa makanisa mengine aliyochangia fedha au vifaa. Ngozi wa kanisa.
Nyadhifa mbalimbali alizowahi kushika ndani ya kanisa: mchungaji kiongozi wa kanisa la Mudio mwaka 1959 hadi mwaka 1967, mwangalizi wa kwanza wa makanisa ya TAG ya mikoa ya Kilimanjaro, Arusha, Dodoma, Iringa na Mwanza mwaka 1964, askofu mkuu wa TAG mwaka 1967 hadi mwaka 1992, mchungaji kiongozi wa kanisa la KRT mwaka 1984 hadi mwaka 2019. Amechunga kanisa la TAG Mlandege Iringa. Amechunga kanisa la TAG Calvary Arusha. Amechunga kanisa la TAG Dodoma, TAG ICC leo. Mwinjilisti wa kitaifa na kimataifa maisha yake yote. Tuzo za heshima. Hayati mchungaji Daktari Emmanuel Lazaro wakati wa uhai wake alitunukiwa nishani mbalimbali kama ifuatavyo: Doctor of Christian Mission kutoka Japan Bible Institute, jubilei ya miaka 50 kutoka CA's Taifa mwaka 2017, tuzo ya heshima kutoka WWK Revival Temple 2018, mchungaji msimikwa zaidi ya miaka 50 kutoka TAG mwaka 2024, uongozi mahiri wa kanisa kutoka TAG KRT mwaka 2019, kulinda imani kutoka TAG Lala mwaka 2023, maadhimisho ya TAG miaka 75 kutoka TAG mwaka 2014, maadhimisho ya TAG miaka 85 kutoka TAG mwaka 2024, maadhimisho ya kanisa la TAG Mudio kutoka TAG Masama Mudio mwaka 2010, miongoni mwa wainjilisti waliosababisha uamsho Afrika mwaka 1971 kutoka MCWE USA. Ugonjwa na kifo. Hayati alianza kupata changamoto ya maradhi ya utu uzima tangu mwaka 2018 na alitibiwa hospitali ya Muhimbili na baadaye India. Afya yake iliendelea vizuri sana na aliendelea na huduma kwa mwaka mmoja. Afya yake ilidhoofika tena na alipata matibabu hospitali mbalimbali kama vile Bugando Mwanza, KCMC Moshi, hospitali ya Safe Dar es Salaam. Pamoja na matibabu, nguvu ziliendelea kupungua na aliendelea na matibabu hospitali ya KCMC na kurudi nyumbani. Mnamo tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2025 alfajiri, baada ya kuzidiwa, alipelekwa hospitali ya KCMC kwa ajili ya matibabu, na tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2025 saa 5:40 asubuhi, Bwana alimtoa akiwa na umri wa miaka 88 ya kuishi, miaka 68 ya maisha ya wokovu na miaka 62 ya utumishi. Hayati ameacha watoto 5 walio hai, wajukuu 17 na vitukuu 4. Kwa kweli, pamoja na kwamba kifo hakizoeleki, lakini tukirudi katika ulimwengu wa roho, hatuna sababu ya kuhuzunika wala kufadhaika sana. Tunasema jina la Bwana litukuzwe kwa kumpumzisha mtumishi wake. Hatuna sababu ya kufadhaika kwa sababu tumaini letu ni kwamba siku moja tutaonana na wote walio tutangulia katika Kristo Yesu. Amen. Kanisa lijipe moyo pia. Amewacha ni kama modo nzuri katika kanisa, jinsi ambavyo kanisa tunahitaji kukaa pamoja na Mungu, kutulia pamoja na Mungu, kumpenda Mungu, kumtumikia Mungu kwa moyo, kwa kujitoa, sio kwa kutamani vitu vya juu. Maana yeye alikuwa ni mtu wa hali ya chini sana, lakini alikubaliana kwa sababu alijua Mungu aliyemuita ni nani. Kwa hiyo akamtumikia bila kujali mazingira ambayo yalikuwa yanamzunguka. Kama huko kwao huko alitukanwa, aliwindwa saa zingine hata kutaka kuuawa, lakini bado alisimama imara pamoja na Mungu. Tunapaswa kusimama imara na Mungu na kumtumikia Mungu kwa mioyo yetu yote na kwa kujitoa kama watumishi wa Mungu bila kujali mazingira ambayo tunakabiliana nayo.